penye miti mara nyingi huwa hapana wajenzi, na sijui kwa nini waliusema huu usemi, lakini ukikaa nje ya boksi ukiangalia kweli penye miti huwa hapana wajenzi. Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo inawashangaza sana watu wanaotoka nje ya Tanzania, kwa sababu wakiingia ndani ya Tanzania wanajikuta kwamba fursa ni nyingi kuliko kawaida, lakini sisi tulioko ndani tunaona changamoto tu kila asubuhi. Kijana mwingine anaweka bando kwenye simu ya shilingi 10,000 anaitumia ndani ya siku 4 na hakuna kitu ambacho ana gain kutoka kwenye ile 10,000 ambayo ameinvest kwenye simu, zaidi ya kuangalia TikTok, anaangalia vichekesho, anaangalia vituko. Wakati kuna mtu ambaye anatumia shilingi 1,000 kwenye simu yake anapata kitu ambacho kinamfanya anaongeza value, kama sio kwenye akili yake lakini kwenye kipato chake. Asante sana Kevin. Ikiwa nimejifunza neno kutoka kwa Brother Buba, chukunti, ndio anasema chukunti. Kidogo. Tamani vijana waongee kidogo, lakini natumaini wataongea. Sasa tumsikie kidogo Brother Morris. Vijana wote kwa asilimia kubwa tumekuwa na wasomi wengi, na serikali pia imebadilisha baadhi ya sera zake. Sasa hizi tunaambiwa kijana kuwa paka na elimu ya form 4 ni swala la ulazima. Ni mojawapo ya elimu ambayo itakusaidia hasa katika kuhusiana na vifaa mbalimbali vya kidijitali. Manake vingi vinatumia lugha ya Kiingereza. Kijana anatumiaje elimu kuanzia hii nafasi? Sasa hii yote paka ya form 4 itakuwa inajulikana kama elimu ya msingi. Pengine kuelekea na madaraja ya juu. Kijana anatumiaje elimu ambayo yuko nayo ili kuwa kama fursa na kuzikimbilia fursa, kuzikimbilia pesa na kadhalika. Karibu Morris. Asante sana mwezeshaji. Nimependa namna alivyowasilisha muongeaji aliyepita. Ametupa experience ya kwake, japo ni ya muda mfupi lakini ina touch kile ambacho naenda kukisemea. Bila shaka amesomea mambo ya journalism. Lakini katika utendaji wake wa kazi wote uliomletea chakula mezani ni muda mfupi sana amefanya kazi ya journalism. Hiyo maana yake ni nini? Tafsiri kubwa iliyoko hapo ni kwamba tunapokwenda shule tunakwenda kufungua ubongo uweze kuchakata changamoto tulizonazo kwenye maisha. Tusiende shuleni kwenda kukariri vitu vya kwenda kukaa navyo ofisini kuvifanyia kazi. Tukifanya hivyo tunakuwa kama maroboti. Ndio maana utakuta mtu amemaliza degree ya kitu fulani, yuko ofisini anasubiria mpaka bosi amwambie kwamba sasa ni muda wa kufanya kitu fulani, sasa ni muda wa kufanya kitu fulani. Lakini kama umekwenda darasani ukakaa kwenda kufanya ubongo wako uweze kutoka nje ya boksi muda wote, una uwezo wa kufanya kitu. Kila muda anapokuja bosi wako ofisini anabakia kusema wow. Yaani anakuwa hana shaka na wewe. Maana yake ni nini? Marehemu hayati Benjamin William Mkapa amewahi kutoa press moja iliyowahi kuvutia sana katika ulimwengu wa uchumi. Akasema kelele peke yake haitoshi kumletea mwanadamu chakula mezani. Yaani utakuwa ni sawa na mbwa anayebweka kwa kusikia harufu ya fisi ambaye hamuoni. Kwa hiyo unaweza ukawa unang'aka tu, kuanza kulalamika tu, kina fulani wa Freemason, kina fulani wachawi, hawa hapa wanyang'anyi, wale mfanya nini? Kwa sababu gani? Hujafungua akili yako kuendana na jinsi ambavyo mfumo ulivyo. Leo hii katikati yetu hapa au wasikilizaji wetu kule nje, unaweza kukuta kwamba kuna mtu hajui kwamba ulimwengu una malengo ya kufanya maendeleo, na kwamba malengo hayo yako mangapi, yanaongelea kitu gani. Je, mimi kama kijana, kati ya haya malengo ya ulimwengu ambayo yapo yameandikwa na yamewekwa kama target ya kidunia, ni lipi ambalo mimi kama kijana nataka nishikamane nacho? Ukipime versus kile ambacho kina prevail kwa muda huu, jua kwamba dunia iko wapi.
Utang'ang'ana leo hii kwenda kusomea habari ya utunzaji wa ofisi, kupanga makabrasha, wakati dunia inahama kwenye habari ya hard copy. Sasa hivi watu wanapanga makabrasha kwenye desktop ya kompyuta. Akifika ofisini anagusa na kufungua faili lake, anafanya kazi, anawasiliana na ofisi moja na nyingine kwa kutumia kidole kwenye mouse ya kompyuta au kwenye touching tab ya nini, ya laptop. Wewe unafikiri utaenda kuajirika lini kwa kusoma kile kitu? Kwa hiyo ninachokisemea ni nini? Tunapokwenda shule katika ulimwengu wa leo hii, kijana, angalia kitu ambacho unakisoma, na unapokisoma kaa darasani, umsikilize mwalimu. Kuwa msumbufu kwa kadri iwezekanavyo, sio usumbufu tu ambao hauna faida. Uwe ni usumbufu wa kufanya wewe kung'amua kile ambacho mwalimu anakifundisha na ukielewe vizuri. Ukishakielewa vizuri kile kitu, ndipo utakapokuwa umepata ufunguo wa kukusaidia kuweza kuchakata challenges za maisha huko duniani. Pesa aliyoisemea brother Buhuba hapa inapatikana baada ya kutatua tatizo la mtu fulani. Yaani bila kutatua tatizo la mtu fulani ukaipata pesa, wewe utakuwa ni mwizi. Inatakiwa utatue shida ya mtu ndipo upate ujira. Inatakiwa utatue lengo la mtu ndipo upate pesa. Yaani leo hii kaka Kelvin hapa, bila wewe kufikisha ujumbe ambao umeandikwa na watu mliowatuma huko duniani kwenda kutafuta habari, ukaja ukaichakata ukaiweka katika narration nzuri na ukakaa pale mezani kuisoma, ITV hawezi kukulipa. Uongo kweli? Tatizo la ITV ni kumpata mtu mwenye wasifu kama wa kwako, aweze kuchakata zile habari, au aweze kukaa kwenye mbele ya kamera aeleze kitu ambacho watu wakikaa wana tune kwenye ITV, muda ukifika ukisikiliza nini, taarifa ya habari, ndipo watakulipa. Lakini sasa ukikaa ofisini unasikilizia geti kama lina mlio, mlio huo utakuwa ni wa bosi, unaanza kujituma kwenye kazi. Kama hujasikia geti linafunguliwa, unaendelea na TikTok zako au WhatsApp, huwezi kuwa mfanyakazi. Kwa hiyo tunapokwenda katika habari ya elimu, soma kitu ambacho kinaendana na ulimwengu. Tusiogope kwamba eti masomo fulani ni magumu. Katika ugumu wa dakika hizi ambazo huko shuleni kwa miaka 2-3, utakufanya uwe resource kwa maisha yako yote. Lakini ukisoma vitu vilaini kwa siku za leo, itakufanya utumie nguvu kubwa katika maisha ya baadaye kwa muda wote katika kuweza kujipatia kipato mezani. Brother Buhuba amekuwa ni mshauri, ni consultant hapa alipo. Ana consult taasisi nyingi sana katika jiji letu na hata zingine za kimataifa. Anafanya hivyo kwa sababu na wanamwamini. Kuna watu wanawasiliana naye kutoka hata katika nchi za mabara mengine, Marekani, Uingereza, wapi huko, wanawasiliana naye kwa ajili ya kutaka mawaidha, ushauri, maelekezo kutoka kwake. Kwa sababu gani? Alitumia nguvu kubwa kuweza kuinsert na kutafuta material yanayomfanya leo hii hata akiwa amekaa ndani ya dakika 10 anaweza akafanya kitu ambacho kinaleta matokeo chanya kwa eneo kubwa au kwa vijana wengi kwa wakati mfupi, kwa sababu alijituma muda ule. Lakini kama angelisoma vitu ambavyo vinaweza vikafanywa na mtu yeyote, ina maana mtu yeyote anaweza kupatikana popote, usingelifanya kazi ya kuweza kumtafuta nani, Buhuba hapa alipo. Hiyo ni katika nyanja ya elimu. Lakini tunapoenda katika habari ya fursa, penye miti mara nyingi huwa hapana wajenzi. Na sijui kwa nini waliusema huu usemi. Lakini ukikaa nje ya boksi ukiangalia kweli, penye miti huwa hapana wajenzi. Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo inawashangaza sana watu wanaotoka nje ya Tanzania. Kwa sababu wakiingia ndani ya Tanzania wanajikuta kwamba fursa ni nyingi kuliko kawaida. Lakini sisi tulioko ndani tunaona changamoto tu kila asubuhi. Yaani kila inapokucha tunaona ni bora ya jana, maana leo imekuwa ni zaidi. Kwa sababu gani? Hatuchakati mambo jinsi yalivyo. Wachache waliong'amua hizi fursa wamekuwa ni walaji kiulaini. Unasema kwamba mtu anakula kiulaini. No, sio kwamba anakula kiulaini, ametumia bongo yake kuweza kufanikisha kutatua changamoto ambazo tunaziishi. Ni wangapi wanaojua kwamba kuku wanalika sana katika jiji la Arusha? Na akajua kwamba katika miradi ambayo unaweza ukatumia tu gharama ya kumnunua yule kuku, kumweka pale na kumfeed chakula kidogo tu, alafu mwisho wa siku unapata ujira kwa kumuuza yule kuku kwa bei unayopanga wewe.
kwa mteja unayemtaka na ukapata fedha nyingi tu tena bila hata kufuatwa na mamlaka za kukusanya kodi. Wengi tunasubiria white collar job, kwamba upate kazi ambayo ukitoka nyumbani umefunga tai, urudi nyumbani ukiwa umefunga tai. Lakini hatuangalii kwamba kuna kazi ambayo unaweza ukakubali kuchafuka kwa muda mfupi, lakini baadaye unapata ujira wako ambao hauna swali, hauna neno. Fursa ziko nyingi. Kuna kilimo cha mboga mboga na matunda. Kuna hoteli nyingi sana ndani ya jiji letu. Tuna wageni wanaoingia na kutoka asubuhi na jioni, wanakula mboga mboga zetu hizi. Kwa hiyo tumekuwa tukiwalisha wageni wetu mboga ambazo zimetumia sumu nyingi, lakini tungeliweza kutumia mboga au kilimo cha mboga mboga na matunda ambacho hakitumii sumu, tukatumia organic manure na kuzalisha, na ukawa mteja unayeaminika katika hoteli kubwa na kuuza kwa bei kubwa zaidi ya hawa watu ambao wanalima kwa kutumia sumu na mbolea zenye kuleta madhara kwa watumiaji. Lakini kuna kilimo cha aina nyingi. Matunda, nimeenda Njombe kule kutembelea sehemu za kilimo cha matunda ya parachichi. Kuna fursa ziko kubwa katika yale maeneo, lakini vijana walioko mji wa Njombe hawajaziona hizi kama ni fursa. Kwa sababu gani? Kila siku akiona kwamba mtu anabeba parachichi gunia 2 anatoka shambani anakwenda kuuza, anaona kwamba sasa gunia 2 tu, lakini hawezi kufanya multiplication kwamba kila baada ya miezi 3 huyu mtu anapeleka gunia ngapi? Gunia 2. Alafu linganisha na ile nguvu anayoingiza katika utunzaji wa kuvuna hizo gunia 2. Ni kubeba tu kinyesi cha ng'ombe na kupeleka pale na kuhakikisha tu kwamba katika kipindi fulani mimea yake ipate maji. Alafu mwisho wa siku anapata gunia 3, gunia 10 za parachichi. Kwa hiyo ni lazima tunapokuwa katika mazingira ya kuweza kujituma akili zetu katika kutafuta ni nini kitakachowezesha mkate kuja katika meza zetu, tuangalie changamoto ambazo tunaziishi. Alafu tusikumingi akili zetu sana katika mitandao ya kijamii kuangalia yale yasiyo na faida kwetu. Nikisema yasiyo na faida kwetu ni kwamba unatembelea katika mtandao wa kijamii kuangalia tu mavazi yanayotangazwa, fashion ambazo zina prevail kwa wakati huo, mitindo na nini. Hicho kitu kinakuongezea nini kwa wakati huo kama wewe sio mwana mitindo? Inatakiwa kaandika simu yako. Na rafiki yangu mmoja yuko pale mjini, amesoma doctorate kwa kupitia simu, doctorate ya kilimo, na amenishangaza kwamba ana uwezo wa kutengeneza irrigation system, yani skimu ya umwagiliaji kwa kutumia yani amesomea elimu ya kutengeneza skimu ya umwagiliaji, ya kilimo cha umwagiliaji ambacho mtu anaweza akamwagilia shambani bila kwenda. Yani unapigia simu mifumo uliyoiweka shambani kwamba ni muda wa kumwagilia, alafu unapiga simu ni muda wa kukata maji. Kwa hiyo maji yanakatika na kumwagiliwa shambani kwa kupiga simu au kutuma ujumbe wa simu ya mkononi. Kwa sababu gani? Alitumia simu yake kukisoma kile kitu katika chuo kimoja kiko Israeli. Lakini kijana mwingine anaweka bando kwenye simu ya shilingi 10,000, anaitumia ndani ya siku 4 na hakuna kitu ambacho ana gain kutoka kwenye ile 10,000 ambayo ameinvest kwenye simu, zaidi ya kuangalia TikTok, anaangalia vichekesho, anaangalia vituko. Lakini kuna mtu ambaye anatumia shilingi 1,000 kwenye simu yake, anapata kitu ambacho kinamfanya anaongeza value, kama sio kwenye akili yake lakini kwenye kipato chake. Kwa hiyo fursa zipo. Ni namna gani tunafanya connectivity ya fursa zilizopo versus elimu tulioipata kutoka darasani. Darasa linatakiwa litupatie uwezo wa kufanya akili zetu ziweze kuwa na changamoto ya kuweza kutatua kuambatana na fursa zilizoko mtaani, ili mwisho wa siku tulete riziki katika meza zetu kama vijana.